Cha kwanza kabisa napenda tu kusema kwamba Ahmed Ally mpaka sasa nahisi ndo mtetezi wa Simba, kwa sababu unaona kabisa Ahmed Ally toka alivyokuja Simba haijawahi kupata mafanikio makubwa. Yaani mafanikio makubwa toka alivyokuja Ahmed Ally ni kufika fainali ya kombe la shirikisho, lakini wamekosa makombe mara 4 mfululizo na wameweza kufungwa na mtani wao mara 6 mfululizo. Sasa timu inapofanya makosa au inapofanya vibaya, mtu ambaye anakwenda kuituliza hali ya hewa huko nje ni afisa habari wa timu, ambaye kwa Simba pale ni Ahmed Ally, na tumeona kabisa Ahmed Ally amekuwa ni msaada mkubwa sana wa kutuliza pressure kwa mashabiki pindi wanapofanya vibaya timu yao. Yeye ndo anakuwa mstari wa mbele kutoka kujitokeza. Sasa kwa tetesi ambazo zinaendelea kwamba anaweza asimalize Krismasi, kwamba anaweza akatimuliwa, hiyo yote kwa sababu kwanza ni mabadiliko ya uongozi kwa Simba kwa kipindi hichi. Amekuja mwenyekiti mpya, kwa hiyo wao inavyosemekana za ndani kwamba wanataka kuja na mfumo wao mwingine, watu ambao wamewakuta waweze kusafisha, waje na mfumo wao mwingine. Sasa hii italeta sintofahamu kubwa kwa timu na pia kwa mashabiki, kwa sababu watu unajua walishazoea ule utani wa Ahmed Ally, ucheshi wake. Sasa unapomuondoa mtu kama yule katika timu ambaye alikuwa ndo muhimili, mtu wa kwanza, timu inapofanya vibaya na tuliza pressure, alafu mnamuondoa, hiyo kiukweli italeta sintofahamu kubwa na inaweza ikasababisha mgogoro mkubwa sana. Japokuwa tumekuwa tunaona kwamba baadhi ya wasemaji wanaondoka katika timu zao. Pia hili jambo lisha kutokea hata kwa Haji Manara, alivyotoka Simba pale, hakutoka kwa tuseme kwa jambo zuri, anatoka kwa kashfa mbaya ambayo pia ilileta sintofahamu kubwa, lakini Simba waliona mtu ambaye anafaa ni Ahmed Ally, ndio maana wakaenda kumziba. Sasa anapoondoka yule mtu, italeta sintofahamu kubwa sana, tena hasa kwa mashabiki na wapenzi wa Simba, kwa sababu ndo walikuwa wamemzoea, na sidhani kama akiondoka Ahmed Ally atakuja mtu ambaye ataweza kumzidi Ahmed Ally kwa sasa. Ahmed Ally na Simba ndio kubwa, lakini unaangalia na situation yenyewe kwa sasa anayopitia. Situation ya sasa Simba, unaweza ukasema kwamba ni viongozi na ni timu nzima kwa mjumla kama imechanganyikiwa tuseme, kutokana na hali inayoendelea hivi sasa, kufungwa na watani wao na pia kupoteza makombe mfululizo, na Ahmed Ally pia akiondoka inaweza kasababisha sintofahamu kubwa. Japokuwa wanasema ni timu kubwa kuliko mtu, lakini huyo mtu yani huyo mtu anayeondoka hapo, je, ana msaada gani na timu? Umeona, akiondoka mtu ambaye alikuwa ana msaada mkubwa na timu, hiyo inakuwa yani haileti picha nzuri na inaweza kasababisha hata anguko kidogo kwenye timu. Hata sasa hivi mafanikio yamekuwa madogo, umeona. Sasa hivi toka amekuja Mangungu, mambo yanakuwa mengi, watu wamtaki mara nini aondoke, umeona. Yaani inaonyesha kabisa ni mtu ambaye alikopo mwanzo na sasa hivi ni tofauti. Yaani mtu labda hata watu wanasema kwamba wao wenyewe mashabiki wa Simba wanasema kwamba angekuepo mambo angekuwa mazuri. Sasa ukishaona kabisa kauli hizo kwa mashabiki, kwani juzi ameondoka try again, sasa muone Simba inavyoyumba sasa hivi. Ukiacha tu na kunanili kwa kocha, sasa wamepigwa mara ngapi sasa hivi wanafungwa mtani wao wanalalamika kila siku. Kwa mfano sasa hivi pale Simba, yani nikupe tu mfano mmoja. Simba kwa mfano sasa hivi pale Simba, Mo na Simba si mnasema kubwa, lakini nakwambia akiondoka kwa mfano Mohamed Dewji pale Simba lazima iteteleke. Japokuwa Simba mnasema kubwa, ni hivyo hivyo kwa Ahmed Ally, kwa sababu yani timu ikiumba hatuwaoni viongozi wakija kutuliza ile pressure, umeona, hatuwaoni. Simba haina wafadhili. Simba ile timu tayari imeshachukuliwa na Mohamed Dewji tayari. Inafanya biashara? Biashara inafanya ndio. Wameweka. Kwa hiyo hela anatoa hela. Wewe unajuaje kama hizo hela unasubisho gani kama hizo hela kweli yani ni za ukweli? Mikataba ndio tunashuhudia mikataba, kwa sababu Jairuti alisema kwamba Yanga, alisema kwamba Simba kwamba atawaletea basi, umeona.
ataletea mchezaji mkubwa, umeona? Ipo ndani ya mkataba hiyo, si ndio? Lakini mpaka sasa hivi nani mchezaji mkubwa aliyekuja pale? Kwani hela ya kumsajili Neo Maema na hela ambayo Simba wangepata saini ya Faisal, ipi ingekuwa? Sasa ndo angetakiwa walete mchezaji mkubwa. Angeletea mchezaji mkubwa kama vile Faisal Salum, umeona? Maana mikataba mingine inawezekana ikawa ndio ana saini, lakini sio, hatujaliona basi mpaka sasa hivi. Hilo basi ambalo litakuja, alisema kwamba ataleta basi hatujaliona. Mchezaji mkubwa ndo anasema Maema, yule ana hazi kwa mchezaji mkubwa bwana katika klabu ya Simba. Na Maema anazidiwa, yani mchezaji mkubwa kivipi? Anazidiwa na vitu vingi sana wachezaji. Maema na Kibu Denis mkubwa nani? Mimi naweza kusema mkubwa ni Kibu Denis. Kibu ameivusha Simba katika ile hatua, amesaidia kuivusha Simba katika hatua ya makundi kwenda hatua ya robo finali, umeona? Kibu kafunga goli, kama zilikuwa ni goli 3. Alifunga goli 3 Kibu Denis. Kibu yani kwanza mechi zake anazoshinda ni za maamuzi, umeona? Kwa mfano ile mechi ya Six Faction, Kibu anafunga goli dakika ya mwishoni. Umeona kabisa ni mtu wa maamuzi. Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu nyingi zinazoendelea, usiache kulike, kucomment na kusubscribe YouTube channel yetu HN Digital.